أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم والصلاة والسلام على أشرف الخلق حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo bado tupo katika mwendelezo wa darasa zetu za namna ya kuilea na kuirekebisha nafsi ya mwanadamu. Na leo katika mada yetu ndogo ambayo tutaongelea kuhusiana na uadui, ambalo ni moja katika miongoni mwa tabia mbaya hazitakiwi kusifika katika nafsi na mazingira ya mwanadamu kwa ujumla. Lakini katika darasa hii ya uadui, kwanza kuna nukta muhimu ambazo tunatakiwa tuzifahamu na ndio tutakazopita ili darasa yetu iweze kufahamu uhalisia wa uadui. Nukta ya kwanza, tutaelezea uhalisia na maana au maana halisi ya uadui. Nini tunakusudia tunaposema uadui? Lakini nukta ya pili, tutaelezea ni zipi sababu zinazopelekea mwanadamu mpaka akafika kuwa yeye anaweza kumtendea mwenzake uadui. Lakini tatu, tutaangalia alama za kumtambua adui. Maadui wengine tunaishi nao, lakini mpaka uzijue alama za adui yako. Lakini na nukta ya tatu na ya mwisho, inshallah Mwenyezi Mungu akitupa taufiki, kama tutaweza kufika, tutaangalia ni madhara na hasara zipi zinapatikana kwa kuishi katika mazingira ya uadui. Hizi ni nukta tatu tutakazokuwa katika darasa yetu. Lakini kwanza, hebu tuangalie uadui. Wataalamu wa hizi elimu za maadili, elimu za kiakhlaqi, elimu za kitabia na saikolojia vile vile wanausemaje, nini maana ya uadui? Wanasema kwamba uadui ni husuma wa dhulmi wa tajawuzil had, kwamba tunaposema neno uadui huwa inakuwa ni mgongano au mkwaruzano au mivutano baina ya pande mbili. Lakini